chanzo hasa cha uvimbe ama majipu kwenye kinywa, kwa sababu kuna mwingine anaweza kajiuliza, kumbe huwa kuna uvimbe na majipu kwenye kinywa, nalo ni tatizo ya afya ya kinywa. Ni kweli ndugu mtangazaji, ni tatizo na wala si tatizo dogo, ni tatizo kubwa tu. Kuna namba nzuri tu ya wananchi ambao wanakuja hospitalini wakiwa wana uvimbe ambazo zimetokea maeneo ya kinywa ama kwenye taya, na hizi vimbe kwa kiasi kikubwa sana zinachangiwa na kutoboka kwa jino. Unakuta ni jino ambalo limetoboka muda mrefu kidogo, ambalo halikuweza kutibiwa. Mhusika hakuweza kwenda hospitali akapata tiba sahihi ya hilo jino. Matokeo yake wale wadudu ambao walikuwa wanashambulia sasa jino kule ndani wanatoka kutoka kwenye jino, wanakwenda kwenye mzizi wa jino, wanatoka mpaka kwenye mfupa na kuingia katika sasa ile misuli na sehemu zinazozunguka kinywa na kupelekea kusababisha jipu. Na ni jipu ambalo ni kubwa, lina maumivu makali zaidi unaweza kusema kuliko majipu mengine, na ni kwa sababu sasa liko kwenye eneo muhimu sana hili ambalo ndipo tunategemea tule tunywe. Linapelekea kumsababisha mtu kushindwa kula vizuri, kunywa vizuri, matokeo yake mtu anadhoofu, na inaweza ikapelekea hata mtu kuweza kupoteza maisha kama asipoweza kupata matibabu sahihi kwa wakati sahihi. Na kuna dalili anaweza kaanza kuisikia? Ndiyo, dalili zipo kwa sababu linaanzia kwenye jino lako lililotoboka. Kwa hiyo mara nyingi unaweza ukaanza kuona uvimbe pembezoni mwa hilo jino ambalo limetoboka, na pia kuongezeka kwa maumivu yale ambayo ulikuwa nayo awali kwenye jino, kwa sababu sasa inakuwa limeshaweka usaha. Tunaposema jipu, nafikiri tafsiri ya kawaida ni kwamba ni uvimbe ambao una usaha ndani, ndio jipu hilo. Kwa sababu tayari inakuwa imeweka usaha, maumivu yanaongezeka. Yale maumivu ya awali uliokuwa nayo sasa yanakuwa maumivu yale, Kiswahili tunasema yanapwita kwa ndani ya jino, lakini sasa yanaendelea kuelekea kwenye labda kwenye shavu au kuendelea kuelekea kwenye kidevu au kuelekea kwenye shingo. Na endapo tatizo hili kwa mtu ambaye ndio linaanza alafu akashindwa kufika hospitali ama amechelewa kwa ajili ya kutibiwa, inaweza kusababisha saratani ya kinywa? Hapana. Saratani za kinywa zipo za aina mbalimbali, zipo tofauti tofauti, lakini kwa kiasi kikubwa hazichangiwi na uwepo huu wa jipu. Jipu hili linabaki kama yale majipu mengine. Shida yake tu ni kwamba hiyo itampelekea mtu kushindwa kumeza, kushindwa kula vizuri. Linaweza likakaba sehemu ya koo inayopelekea mtu kupata hewa, na hivyo kumpelekea mtu kushindwa kabisa kupata hewa, kiasi kwamba mtu anaweza akalazimika kutobolewa shingoni ili kuweza kupata hewa, sasa kupumua tena. Inakuwa katika mazingira ya dharura, tunaita emergency tracheostomy. Mtu anabidi kutobolewa shingoni katika hali ya dharura kabisa ili aweze kuweza kupata kupumua. Kwa hiyo haliwezi kusababisha saratani moja kwa moja, lakini yenyewe kama lenyewe lina complications zake hizo ambazo Tofauti na huyu ambaye jino limetoboka na akapata jipu, kuna tatizo lingine ambalo linaweza likasababisha kutokwa na jipu kwenye kinywa? Ndio. Magonjwa ya fizi nayo yanaweza yakapelekea, kwa sababu tunaposema jipu kimsingi tu kama ilivyo jipu lingine la kwenye ngozi, la kwenye eneo nyingine la mwili, hawa ni bakteria wanaokuwa wamesababisha hiyo yote, ni wadudu hawa. Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu akawa na shida kwenye fizi ambayo si jino ambalo limetoboka, ila fizi ndio zenye shida. Wale wadudu wakishindwa, mwili ukishindwa kuwazuia wasisambae, wakajiweza kujiweka sehemu moja, wanaweza wakapelekea mtu kupata jipu hilo. Lakini si hilo tu, hata mtu aliyeumia, unaweza ukajichoma na mwiba wa samaki, unaweza ukajichoma na mfupa wa nyama, nao pia unaweza ukapelekea, kama afya yako ya mwili kwa ujumla, labda kinga yako ya mwili haiko vizuri, au na magonjwa mengine ambayo yanapelekea pia kushusha kinga, inawezekana kabisa ukaweza kupata jipu la kwenye kinywa au la kwenye mdomo. Nini husababisha mpaka jino linatoboka? Ndugu mtangazaji, jino kutoboka kwa kiasi kikubwa sana linachangiwa na ulaji wa vitu vyenye sukari. Tunapokula
vitu vyenye sukari au milo yenye sukari zaidi ya 5 kwa siku, na wakati ule tunakuwa hatujasafisha kinywa chetu baada ya hapo kwa dawa tunaita ya meno yenye madini ya fluoride, basi tayari tunauweka mwili wetu au kinywa chetu kwenye hatari ya kutoboka kwa jino. Kwa hiyo kwa ujumla tu ninaweza nikasema ni matumizi ya vitu vyenye sukari mara kwa mara bila kufanya usafi wa kinywa ndicho kitu namba 1 kinachochangia kutoboka kwa jino au kutoboka kwa meno. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.